Naitwa Hamisi Hababi, mkuu wa idara ya historia na malikale katika Ujiji Heritage, Ujiji Development and Heritage. Taasisi hii imeanzishwa toka mwaka 2024. Taarifa kwa vyombo vya habari. Tamasha la pili la urithi wa kihistoria utamaduni wa mji mkongwe wa Ujiji 2026. Taasisi ya urithi wa kihistoria na utamaduni wa mji mkongwe wa Ujiji inapenda kuwatangazia wananchi wa mkoa wa Kigoma na Watanzania na wadau mbalimbali kuwa tamasha la pili la urithi wa kihistoria na utamaduni wa mji mkongwe wa Ujiji, Ujiji Day 2026, litafanyika tarehe 20 hadi 21 Juni 2026 katika uwanja wa Kawawa, Ujiji, Kigoma. Tamasha hili ni mwendelezo wa mafanikio ya tamasha la kwanza lililofanyika 2024 na linalolenga kuhamasisha uhifadhi wa urithi wa kihistoria na kiutamaduni, kulinda maadili ya kijamii, kuimarisha amani na mshikamano wa kitaifa, pamoja na kutangaza fursa za maendeleo, utalii, uwekezaji zilizopo katika mkoa wa Kigoma na Tanzania kwa ujumla. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuwa tuhifadhi urithi wetu, tulinde maadili na tuchochee jamii, tuchochee maendeleo. Katika tamasha hili kutakuwa na shughuli mbalimbali: jogging heritage run, ufunguzi rasmi wa tamasha, zafa matembezi ya amani na umoja, dua na maombi ya kuombea taifa na mkoa wa Kigoma, jamii kwa ujumla, kilele cha tamasha na utoaji wa tuzo, maonyesho na chakula cha utamaduni, ziara za maendeleo ya kihistoria na kiutamaduni katika mji wa Ujiji, safari maalum ya utalii katika hifadhi ya Gombe tarehe 22 hadi 23 Juni 2026. Tamasha hili lina umuhimu mkubwa kwa jamii kwa kuwa linasaidia kuhifadhi historia na utamaduni wetu, kuelimisha vijana na kizazi cha sasa kuhusu urithi wa taifa, kuimarisha maadili na uzalendo, pamoja na kukuza uchumi kupitia utalii, biashara na uwekezaji. Kwa hiyo Ujiji Heritage Development Organization inatoa wito kwa wananchi wote, taasisi za umma, binafsi, mashirika ya kiraia, wadau wa utalii, vijana na makundi mbalimbali ya kijamii kushiriki kamilifu katika tamasha hili. Kwa pamoja tuendelee kuitangaza Ujiji na mkoa wa Kigoma na taifa letu kama kitovu cha urithi wa kihistoria, kiutamaduni magharibi mwa Tanzania. Ndugu wanahabari na wananchi wote, mnakaribishwa katika Ujiji Day 2026. Ujiji yetu, fahari yetu, imetolewa na taasisi ya urithi wa kihistoria na utamaduni wa mji mkongwe wa Ujiji. Asanteni sana. Uelewe Ujiji mji wa kale toka karne ya 15 mpaka 17, mapitio makubwa ya misafara hasa ilikuwa inakwenda katika machimbo ya chumvi Uvinza. Misafara ilikuwa kutoka magharibi mwa Afrika, Kongo na bonde la mto Kongo kwenda katika machimbo ya chumvi Uvinza. Ilianza kuwa kitovu kikubwa cha kijamii. Kwa hiyo urithi huu Ujiji kajikuta imekuwa ni kituo kikubwa ambacho kimevuta jamii mbalimbali na kuwa mji mchanganyiko, mji cosmopolitan ambao umekusanya makabila magharibi mwa Tanzania, aina tofauti, jamii za watu wa imani tofauti na tamaduni tofauti. Kwanza vijana sasa hivi tutakuwa na matembezi ya kuenda kuonesha pointi zote muhimu, kuanzia yalipokuwa makaburi ya kale, makazi ya awali ya wenyeji na wageni waliofika Ujiji hapo zamani, hasa karne ya 18, maeneo walipoishi mamwinyi waliofika Ujiji kutoka pwani, watawala wa kwanza wa Ujiji, maeneo yalipofanyika kumbukumbu mbalimbali za kihistoria hasa kisiasa. Tutakuwa na matembezi ya tour guide ambayo watoto wa shule, vijana mbalimbali, tutakuwa na msafara huo na wasemaji maalum watatoa ufafanuzi katika ziara hiyo, ili kizazi cha sasa kifahamu watu wazee wa babu zao na mababu waliokuwa kabla yao walipita, walivyoishi na hatua mbalimbali za kijamii walizofanya. Kisha sisi kwanza ni mapokeo ya kijamii ya urithi kwa urithi, mapokeo ya urithi kwa urithi, kwa sababu hapa katika watu tunaongea ni katika vizazi, labda vizazi vya 3 mpaka vya 4 katika mji huu, vyenye kunasibiana mji huu bila kuhama kwa namna yoyote. Hiyo ndio kitu kikubwa kinachoweza kikaweka kumbukumbu zetu zikiwa hai.
yani kumbukumbu zetu sisi mahsusi watu wa Ujiji kwa asilimia kubwa hazijapotea, kwa sababu wengi wetu hatujachanganyika na jamii zingine, ni kiasi kwamba utamaduni wetu kuweza kupotea. Hiyo ni changamoto kubwa ya mmomonyoko wa maadili. Kwa hiyo ni wajibu sisi kama jamii tulipigania hilo kwa nguvu, kwa kuhakikisha tunafikaje katika kilele cha kuzuia mmomonyoko wa maadili wa kimaadili. Ni kuwaleta wazazi, vijana, walimu na wadau wote kwa pamoja, kuwaonyesha madhara yanayoweza kutokea hasa kwa kumomonyoka maadili katika makundi ya uvutaji bangi, matumizi ya madawa ya kulevya na mambo yote yanapelekea kuharibu, na uraibu wa aina yote unapelekea kuharibu vijana wetu wa kizazi cha sasa. Pengine kwenye hilo tunajua Ujiji na maadili na utamaduni wake, na huo wanasema kama unaweza kutokea wapi. Sasa changamoto inajitokeza na hili tamasha lenu linasema kwamba tumeona kwenye changamoto kwenye hii, pengine kwa vijana, lakini pia hata kwa wazazi katika kusimamia maadili na tamaduni za kuhakikisha vijana wao. Pengine hapo changamoto iko wapi, ambapo kwenye tamasha nadhani mtajikita pia kuona wazazi wapate ujumbe na watoto wapate ujumbe, ili kurudi kwenye ule utamaduni na asili ya Ujiji. Kwa hakika jambo kubwa njia na jambo kubwa tutakayotumia kuwaleta wazazi na vijana pamoja, hasa kumomonyoka kwa maadili, ni kunatokana na mtikisiko wa kiuchumi uliokumba mji wa Ujiji, hasa kupoteza fursa nyingi za kiuchumi, kupotea kwa forodha ya Ujiji. Ili kuweza kujenga muktadha mzuri wa kijamii, kuwaleta wazazi na vijana pamoja na kulinda utamaduni na maadili yao, lazima tuwape elimu mahsusi, hasa siku maalum ya tamasha, na zoezi hili ni endelevu. Mimi ninaitwa Idi Rajabu Mvano. Mimi ni mjumbe wa kamati kuu ya Ujiji Heritage and Development Organization. Mgeni rasmi katika tamasha letu tumemwalika Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kigoma Mjini, Bwana Rashid Chuachua. Tumetaja jina lake, lakini tumealika ofisi yake, lakini tunataraji yeye ndiyo mgeni rasmi. Manake uongozi anayosema kidogo kuhusiana na tamasha na namna ambavyo pamoja na kiongozi wetu amesema, lakini cha kuongezea kujalia nyama kuona tamasha letu linafana na yale malengo yaliyowekwa ya tamasha yanafikiwa. Sawa, swali zuri sana. Kwanza ni ugeni. Tumewahamasisha ndugu zetu, watoto wetu, vijana wetu kutoka mikoani, wazawa wa Ujiji, wazawa wa Kigoma. Hivi tunavyozungumza, wengine wamefika toka jana, wengine wamefika leo asubuhi, wengine wako kwenye mabasi. Kwa hiyo ujumbe wa ndugu zetu, watoto wetu unapofika nyumbani, maana yake wao ni mabalozi wa kufikisha kwenye majumba yao, kwenye majumba yetu, nini tunachotakiwa kukifanya, nini furaha yetu, nini faraja yetu. Kwa hiyo ujumbe unapompa mzazi, maana yake anaufikisha nyumbani moja kwa moja. Ujumbe unapompa mtoto, maana yake anarudi nao nyumbani moja kwa moja. Kwa hiyo sisi wenyewe kutoka mikoa mbalimbali ndio hasa chanzo cha kufanya hii Ujiji Heritage iwe na wenyewe ndio hao, ndio sisi. Sasa usipojipigania mwenyewe, usipojua udhaifu wako na jinsi ya kuukabili, ukategemea masoko ya nje, bado utakuwa hujatenda haki. Kwa hiyo tuna ugeni mkubwa sana kutoka mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani, wapo hapa kwa ajili ya hili jambo lao. Watu gani wakubwa na maarufu ambao pengine hao mnawaita na kualika, ambao watakuwa kwenye hiyo tamasha, kama huyu tunajua ni Ujiji haya atakuwa angalau na watu maarufu, pengine hata wasanii waliokuwepo, wachezaji mpira, na watu gani ambao watakuja na kumhudhuria? Tunao watu wengi. Kwa mfano tunao kina Sande Manara, ambaye watu wengi kizazi cha sasa hawamjui. Yule alicheza mpira Yanga, alikuwa anaitwa Computer. Wakati kompyuta zijaanza, yeye alikuwa anaitwa Computer kutokana na uwezo wake wa kuchezea mpira. Kwa tunao watu wengi. Tunaye Balozi Simba, ni balozi wa kwanza katika ni miongoni mwa balozi wachache wa kwanza baada ya uhuru. Tunao watu wengi. Labda mwisho, kwa nyie kama taasisi, juu ya hili jambo la Ujiji Day na lengo la kuwafikia Tanzania nzima, ni ujumbe gani
juu ya Tanzania juu ya jambo hili? Ujumbe kwa Watanzania juu ya jambo hili, tuenzi yetu, tuenzi mambo yetu, tuungane mkono na Mheshimiwa Rais katika kutangaza vivutio na utalii wa nchi yetu. Kwa hiyo moja ya kazi tutakazozifanya ni hizo. Ndio maana kwenye ratiba yetu kuna kutembelea Gombe, hivi ni vivutio na vya utalii wetu. Tusipotembelea sisi atembelee nani? Tusipohamasisha vijana wetu na ndugu zetu na wazazi wetu atembelee. Yaani wao wanakuja watu kutoka Ulaya, wanajua Livingstone, wanajua Gombe, wanajua Mahale. Sisi tuko hapa hapa. Kwa hiyo tuna mawasiliano na watu wa hifadhi. Tunao karibu sana. Tunafanya mawasiliano mazuri nao na huduma yote tunayotaka pale tunapewa. Kwa hiyo tuko pamoja katika kuendeleza turathi. Turathi maana yake ni urithi wa kihistoria wa mji wetu. Karibuni sana Watanzania. Hapo kabla hujamaliza, umezungumza kwamba wazawa wanatakiwa wapewe kipaumbele katika masuala ya utalii. Lakini tunaona kigezo kikubwa Watanzania wanalalamika kwamba vingilio vya kule kwenda utalii vinakuwa ni vikubwa. Kwa hiyo maana tunaona wazungu wanatoka nje wanakuja kufanya utalii, lakini wazawa chumo humu tunashindwa kumudu gharama za kufanya utalii. Labda sasa ushauri wenu hapo kwa watu wa utalii, kwa kisha raia wote wanafikia hayo maendeleo. Asante, swali zuri sana. Tumekuwa na mawasiliano ya karibu na watu wa hifadhi, na hilo swala lako ni moja kati ya mambo ambayo tulikwisha yafikisha, na wakawa wanataka utalii tunapokwenda kwenye vikundi kama kikundi kunakuwa na reduction allowance. Kwa hiyo tukienda kwa pamoja kunakuwa na punguzo fulani. Kwa hiyo kwa sababu ni swala linamilikiwa na taasisi nyingine, ni swala la kuomba. Kwa hiyo Watanzania tusiogope kutembelea, tusiogope kuona tunakusanyikaje ili tupate nafuu ya kutembelea vivutio vyetu vya utalii. Karibuni sana.